Nimeona taarifa ya Yanga kwamba wana mpango wa kwenda CAS. Na huo mpango wa kwenda CAS sijajua ni nani ambaye ameorganize au sijajua wamefikiria nini mpaka kuamua kwenda CAS kuishtaki TFF na bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi ni chombo ambacho kinaendesha ligi kuu ya Tanzania, kinaendesha ligi ya Championship, kinaendesha pia ligi ya First League Division. Na wao wamekosa imani na bodi ya ligi. Manake kama wamekosa imani na bodi ya ligi, na maana walipaswa kupeleka malalamiko ya TFF. Lakini baada ya kupeleka malalamiko ya TFF, nasikia TFF pia iliwajibu kwamba haiwezi kubadilisha viongozi wa bodi ya ligi. Maana yake wanapaswa kuridhika na kile ambacho kinapatikana kutokana na utendaji kazi wa bodi ya ligi, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata. Lakini wao wenyewe kama timu wameamua kwenda kuishtaki TFF kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS. Sasa unajua kwenda CAS wala sio shida, lakini shida ambayo unaiona ni kwamba Yanga wanajipotezea muda. Kwenda kuishtaki TFF au bodi ya ligi CAS haiwasaidii kitu, kwa sababu CAS hawana mamlaka ya kuizuia ligi ya Tanzania isichezwe, wala hawana mamlaka ya kubadilisha ratiba ambayo imepangwa na TFF na bodi ya ligi, wala hawana mamlaka ya kupinga maamuzi ambayo yamefanywa na TFF. Ila wanachokifanya CAS ni kutengeneza usuluhishi au kurudisha uhusiano baina ya Yanga na TFF pamoja na bodi ya ligi. Wanarudisha vipi? Kwamba kila mtu atapeleka malalamiko yake na yatapitiwa, na baada ya kupitiwa maamuzi yatatolewa kwamba nyie mwenye makosa ni huyu, inabidi amsikilize huyu anachokisema. Lakini hawana uwezo wa kubatilisha matokeo, hawana uwezo wa kupangua ratiba, wala hawana uwezo wa kupanga ratiba. Ina maana mwenye mamlaka ya kupanga ratiba na kubadilisha na chochote kile ambacho kinahusu mpira wa Tanzania ni TFF na bodi ya ligi. Ina maana Yanga hata kama wataenda huko CAS bado wanajisumbua tu, kwa sababu hakuna majibu yoyote ambayo watayapata ambayo yataenda kinyume na kile ambacho TFF na bodi ya ligi wanakihitaji. Watu waelewe kitu kimoja. Mahakama ya michezo inaweza kutoa suluhisho kwenye mikataba ya baina ya wachezaji na club, baina ya klabu na wadhamini mbalimbali, lakini pia baina ya shirikisho na wadhamini mbalimbali. Lakini sio baina ya club na shirikisho. Club na shirikisho hata kama mkigombana bado mtaambiwa mkae meza moja mjadiliane, kwa sababu shirikisho ndilo ambalo linaendesha mpira wa nchi, na shirikisho linaendesha mpira kutokana na misingi pia ya sheria za nchi husika. Na ndio maana kanuni ambazo zinaendesha mpira hazifanani duniani kote. Yaani kanuni zinazotumika kuendesha mpira wa Tanzania ni tofauti na kanuni ambazo zinatumika kuendesha mpira wa South Africa, ni tofauti na kanuni ambazo zinaendesha mpira wa Morocco na mataifa mengine. Lakini sheria ni zile zile, kwa maana kuna zile sheria 17 za mpira, zile zinatumika duniani kote. Lakini kanuni za uendeshaji wa ligi zinatofautiana. Na ukumbuke ujue jambo moja, sheria ya mpira, zile sheria 17 ambazo zinatumika duniani kote, zile zinatumika ndani ya uwanja. Lakini nje ya uwanja ni hizo kanuni ambazo tunazizungumza. Lakini pia hata ndani ya uwanja kuna kanuni ambazo tunazizungumza. Kwa mfano, kwenye ligi yetu sisi kuna kanuni inasema inasema hivi, ikitokea timu imegomea mchezo itatozwa faini, sio? Au itaondolewa kwenye ligi au itashushwa daraja. Au ikitokea timu imeenda kinyume na maagizo ya bodi ya ligi itatozwa fine, itaondolewa kwenye ligi au itashushwa daraja. Lakini hiyo ni kanuni ambayo kuna ligi duniani hazina kanuni ya aina hiyo. Manake kanuni zinatofautiana, lakini sheria ndo zinafanana. Na sheria ziko chini ya FIFA na CAF, lakini kanuni zipo chini ya mashirikisho, ambao ndani ya mashirikisho kuna kanuni mbalimbali, ambazo hizo kanuni ndizo ambazo zina guide mpira wenu unaendeshwaje. Na sasa hivi CAS wao wanachokifanya ni kupitia Yanga wakipeleka malalamiko yao, wanachokifanya CAS ni kupitia kanuni za ligi kuu ya Tanzania zinasema nini na malalamiko ya Yanga yakoje. Mwisho wa siku Yanga atarudishwa kwenye kanuni. Akirudishwa kwenye kanuni ataambiwa rudi kazungumze na TFF. Maana yake tayari anarudishwa kuzungumza na TFF. Kwa hiyo wanachopaswa kufanya Yanga ni kujua kwamba kuna tofauti ya sheria na kanuni. Sheria zipo za mpira, ni sheria 17 za mpira. Lakini kanuni zinatofautiana. Lakini kanuni ziko tofauti kwenye mashirikisho. Kila shirikisho lina kanuni zake.
Manake ikitokea leo Yanga wanaenda kuishitaki TFF, watachokifanya CAS ni kupitia kanuni za TFF zinasema nini, na akishapitia zile kanuni za TFF zinachosema, manake mwisho wa siku Yanga atarudishwa kwenye TFF kwamba hebu kakae na TFF mjadiliane, mjue namna gani mtasolve ile tatizo. Kwa kitu ambacho nakiona, Yanga waache kubishana na TFF, wao watulie, wajadiliane na TFF, wasubiri tarehe mpya ya mchezo wa dabi ipangwe, wapeleke timu uwanjani wakacheze mechi. Na kama ikitokea wanaendelea kubishana na TFF, hali inaweza ikawa mbaya zaidi, kwa sababu mwisho wa siku TFF ndo anaamua kwamba ligi ichezwe kwenye mfumo gani na mchezo wa dabi mchezo tarehe ngapi na lini. Na ikitokea wanagoma, maana kuna kanuni nyingine inasema ukikaidi maagizo ya TFF ya bodi ya ligi utatozwa faini ya shilingi milioni 5 au utaondolewa kwenye ligi au utashushwa daraja. Sasa Yanga bado watajikuta pia wanaingia kwenye matatizo. Sasa ili kujiondoa kwenye matatizo, Yanga wakae chini na bodi ya ligi na TFF, wazungumze kwa pamoja, wamalize tofauti zao, mechi ichezwe na mambo mengine yaendelee, waache na porojo ambazo haziwezi kuwasaidia kitu chochote.